Bado tukiwa tunaangazia yote ambayo yanajiri kwenye uga wa kimataifa, leo hii tukio kubwa ikiwa ni kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro baada ya mashambulizi makali ya Marekani. Hatimaye Urusi imetoa wito wa haraka kwa Marekani kutoa ufafanuzi kamili kuhusu alipo rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mke wake, baada ya ripoti kuibuka zikidai kuwa walichukuliwa kwa nguvu nje ya nchi wakati wa operesheni za kijeshi za Marekani. Moscow imesema inasikitishwa na kile ilichokitaja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa Venezuela na sheria za kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, serikali ya Moscow ilieleza kuwa imeingiwa na wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa za kutekwa au kuondolewa kwa lazima kwa Rais Maduro na mke wake wakati wa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela. Urusi imesisitiza kuwa Washington ina wajibu wa kutoa maelezo ya wazi na haraka kuhusu hali na mahali walipo viongozi hao wa juu wa Venezuela. Urusi ililaani vikali kile ilichokiita uchokozi wa wazi wa kijeshi uliofanywa na Marekani, ikisema hatua hiyo ni kinyume na misingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na ni tishio kwa amani na usalama wa kikanda. Katika kauli hiyo, Moscow ilisema kuwa kwa masikitiko kwamba adui wa kiitikadi amechukua nafasi ya busara ya pragmatism ya kidiplomasia na kibiashara, kauli iliyonukuliwa na shirika la habari la Sputnik. Zaidi ya hayo, Urusi imezitaka pande zote zinazohusisha kujizuia na kuepuka kuchochea mvutano zaidi, ikisisitiza kuwa njia pekee ya kudumu ya kutatua mgogoro wa Venezuela ni kupitia mazungumzo ya kisiasa na diplomasia, siyo matumizi ya nguvu za kijeshi. Moscow pia imeeleza utayari wake wa kusaidia juhudi zozote za kimataifa zitakazolenga kupatikana kwa suluhu ya amani. Kauli ya Urusi imeungwa mkono na mataifa kadhaa duniani yakiwemo Cuba, Colombia, Belarus, Brazil na Chile, ambayo yote yamekemea mashambulizi ya Marekani dhidi ya Venezuela, yakiyataja kuwa ni uchokozi na ukiukwaji wa uhuru wa taifa hilo. Nchini Belarus, maafisa wa serikali walikumbusha onyo la awali la Rais Alexander Lukashenko aliyesema kuwa Marekani inaweza kujikuta ikikabiliwa na Vietnam ya pili endapo itaendelea kuingilia masuala ya ndani ya Venezuela kwa kutumia nguvu za kijeshi. Barani Ulaya, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alitoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa, akisisitiza umuhimu wa kulinda utawala wa sheria katika mahusiano ya kimataifa kufuatia mashambulizi hayo. Hata hivyo, si mataifa yote yaliyokosoa hatua za Marekani. Argentina na Poland zilionyesha mtazamo chanya kuhusu taarifa za kukamatwa au kuzuiliwa kwa Rais Nicolas Maduro, hatua inayoonyesha mgawanyiko mkubwa wa kimataifa kuhusu mgogoro wa Venezuela. Kwa upande wa Umoja wa Ulaya, mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alitaka Marekani kujizuia na kuepuka kuchukua hatua zitakazoongeza mvutano zaidi. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Umoja wa Ulaya bado haumtambui Nicolas Maduro kama rais halali wa Venezuela, msimamo ambao Umoja wa Ulaya imekuwa nao tangu muda mrefu. Mgogoro huu unaendelea kuzua mjadala mpana kimataifa, huku hofu ikiongezeka kwamba hali ya Venezuela inaweza kugeuka kuwa mgogoro mkubwa wa kikanda endapo juhudi za kidiplomasia hazitapewa kipaumbele.